Jina langu naitwa Thomas. So leo naenda kukuelekeza namna ambayo unaweza kutengeneza rangi art nzuri kwa ajili ya wedding, music video, birthday, anything kwenye Adobe Premiere kupitia Densa Pro. So kitu cha kwanza nitakachokifanya, nitakuja kwenye project default, then nitashuka hapa chini kwenye new, tafungua hapo, nitakuja kwenye adjustment layer, click, then nitakuja nitabonyeza okay. So kitatokea kitu kama hichi, itakuja adjustment layer hapa, nitaichukua nitaiweka juu ya clip yangu ambayo nataka kuifanyia rangi. Then nitakuja kwenye effect, kwenye effect nitakuja hapa, nita search Densa, hii hapa. Hii Densa ile uipate unachukua udownload, unaingia Google pale, unaandika Densa, inakuja una download. Zipo za ambayo unaweza kuitumia kwenye Photoshop, Adobe Premiere, program zote ambazo zina edit video, Final Cut, DaVinci, ila mimi nimedownload special for Adobe Premiere. Kwa ukiweka hapa kwenye layer yako inakuja kama hivi, inakuja na ina noise fulani grain, then inaonekana hivyo. So nitakachokifanya, nitakuja kwenye effect control, taikuta hii hapa nimepanga layer zake hapa. Kwa kitu cha kwanza nitafungua input, nitakuja kwenye source, then nitaklik kwenye Leica 709 hapa, nitakuja nitachoose camera ili nichague kamera ambayo mimi nimeitumia kushutia. Kwa nitabonyeza kwenye choose, then nitakuja kwenye camera selection, nitakuja kwenye selected camera hapo, nitashuka nitafute kamera ambayo nimetumia kushuti. Mimi nimetumia Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 III, na nilitumia S-Log3 Gamseng. Yes, hii hapa. So nita click hivyo, itakuja hivi. Shaona. So ikifunga hivyo hapo utakuwa tofauti kati ya before and after, then nitashuka chini ili nitoe ile green, zile noise, bonyeza hapa, unaona before and after inakuwa hivyo. So tarudi juu, tashuka, tatafuta kitu kinaitwa film. Kwenye film tatafuta, no wait, before ya kuweka film, njoo kwenye film, unakuja kwenye okay, unakuja kwenye print. Yes, print, unaifungua kama hivyo, unakuja kwenye profile. Kwenye profile mimi nitaweka Endura gloss paper, inakuwa kama hivyo. So tukiangalia picha yetu, black inakuwa imezidi na picha yetu ina warm, yani ina red sana. Kwa nitakachokifanya hapo, nitakuja kwanza nitachagua profile, nitaweka hii. Yes, but mimi naona hiyo imekaa unyama sana. Kodak Vision 350D. So nitakuja kwenye film developer. Kwenye film developer nitaweka tiki kwenye enable, then nitaongeza color boost. Nitaiongeza mpaka 30. Then nitakuja kwenye kitu kinaitwa color head. Color head nitaklik hapo, then nikiangalia picha yangu ina LED, ila mimi nataka nipunguze. Kwa kwenye LED, before unatakiwa uweke tiki kwenye enable. Kwenye LED nitapeleka kwenye cyan. Kwenye cyan picha yetu itakuwa hivyo. Then kwenye magenta and green
taweka kwenye magenta, taweka mpaka 2. So nitashuka chini kwenye shadow tone. Shadow tone, kiangalia hapa shadow tone. Shadow tone imezidi, kama nitaipunguza nitaiweka mpaka hapa. Mid tone, kuja kwenye mid tone, na mid tone nitaiongeza kwa sababu ni tunataka rangi yetu iwe na saturation fulani. Nitaiongeza mpaka 13. Then nija kwenye high tone. High tone nitapunguza mpaka kwenye 20. Nitaongeza mpaka 30. Yeah, so kiangalia hapa before and after. So inakuwa kama hivi, before and after. So vitu vilivyobaki ni vichache, kupunguza shadow, kucheza na shadow nini, ila ukiangalia ni plug ambayo unaweka rangi chap sana, afu ni kwa muda mfupi kama ulivyoona hapo. Kwa ni plug nzuri. Ukihitaji pia, kama unaweza kushinda kudownload, unaweza ukanicheki nitakuelekeza namna ya kuipata. Thank you, tukutane next time.